Msikilize Mungu. Kutana na Mungu kabla hujakutana na watu. Msikilize kwa makini. Anasema hivi, kutana na Mungu kabla hujakutana na watu. Unawaendea watu, muendee kwanza Mungu. Sikilize kwa makini. Unawaamini watu, muamini kwanza na usianze kumtegemea mwanadamu kabla hujamtegemea. Ndio maana kuna msana unakuwa ni mwiba wa kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Labda tuelewe, mtu atakayekusaidia na mtu atakayekusaidia anayebaki na amani ni aliyesaidia. Huo ni mfumo halisi kabisa. Yaani kwa mfano mzee wa kanisa pale akinisaidia mimi nakosa amani, yeye anakuwa. Kwa nini Mungu anatusisitiza kukutana na yeye kabla hujakutana na watu? Yesu alisema hivi, jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka katika masinagogi yao, tena watawapiga vita. Jihadharini na wanadamu, sio wa aina fulani. Mwanadamu wa aina yoyote unatakiwa kukaa naye kwa tahadhari. Umeambiwa ni mzuri au mbaya, hakikisha unakaa naye kwa tahadhari. Labda niseme hivi, Danieli mtu mwaminifu anapewa visa kwa kutengenezea sheria ngumu na watu. Basi niseme hiyo itosha. Yesu usiku kucha, Luka 6:12, kitabu cha Luka 6:12, usiku kucha alifunga akaomba atafute watu sahihi. Kwa nini watu? Kwa sababu maangamizi na mafanikio yetu yapo kwenye mikono ya watu na kwenye fahamu za watu na kwenye mioyo ya watu na kwenye maamuzi ya watu. Yaani ukiambiwa hivi mtu amefanikiwa kibiashara, maana yake Mungu amempa watu ambao ni wanunuzi. Bila watu hakuna mafanikio. Na bila watu hakuna uharibifu. Hivi ndio maana shetani anapambana kuwatajirisha mtu wake ili awanase watu. Kwa shetani yupo tayari kumpa mali mtu, kama alivyomwambia Yesu, njoo nikuonyeshe. Unaona, ukisujudia na kunyenyekea, hizi zitakuwa miliki zako. Watu wengi wanapokuwa kwenye matatizo, wanapokuwa jangwani, shetani anakuja na mahubiri, anawapeleka kwenye eneo lake. Hapa anaonyesha miliki za dunia. Hapa anawaambia muue mama yako, muue baba yako, muue mtoto wako, fanya hivi na hivi, usio unafanya nini na anapa masharti. Halafu wale watu wanakubali kumsujudia, wanapata mali. Hivi mtumishi wa Mungu, unapokutana na mtu yeyote duniani kabla hujakutana na Mungu, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuharibu mapenzi ya Mungu ndani yako. Kubwa sana. Lakini unapokuwa makini na Mungu, unapomsikia Mungu, ukawasikiliza watu, unaua watu. Lakini unapomsikiliza Mungu na kuwasikia watu, unaokoa watu na mtoto wako na familia yako. Yaani ni hivi, kuna muda kwenye maisha sio lazima watu wakuelewe, dunia ikuelewe. Yesu hakumuelewa, lakini wamekuja kumuelewa. Hadi sasa Yesu ataabudiwa milele yote. Ukitaka mafanikio ya kudumu, ishi maisha ambayo hata kama watu hawatakuelewa, hakikisha Mungu wako unamuelewa na Mungu wako anakuelewa, utafika mbali kwa jina la Yesu. Mtu ambaye anatafuta namna ya kueleweka na watu, mara nyingi atakuja asieleweke na watu. Lakini mtu ambaye yupo tayari kutokueleweka na watu, akaeleweka na Mungu na Mungu akamuelewa yeye, huyo mtu kuna hatima kubwa ya kueleweka na kila mtu. Ndio maana ulimwengu wa sasa unaendelea kumuelewa Yesu, lakini ulimwengu wa sasa haukumuelewa Yesu. Ndio maana Yesu anasema kwamba hatukumjua, lakini yeye alitujua kabla tujamjua, lakini baadaye tutakuja kumuelewa. Usipende kueleweka na watu unapotaka kuja kueleweka na watu. Usipende kueleweka na kila mtu unapotaka kuja kueleweka na kila mtu. Tuwe mfano Luka 1:34. Elizabeth na Maria. Elizabeth
hivi, Zakaria yupo hekaluni anamwomba Mungu, afu malaika anashuka anampa ahadi kwamba utazaa mtoto utamzaa. Zakaria anatoka atakuongea na shida, anatoka kwenye anaenda nyumbani, hawezi kuongea. Hata muda unafika, Elizabeti anapata mimba. Alipopata mimba Elizabeti ilikuwa nini? Malaika Gabrieli akamtokea tena mtu anayeitwa Mariamu, akasema, salamu, umepata neema. Akasema, Mariamu akashtuka, hii salamu ya namna gani? Kumbuka kule Elizabeti ana mimba. Hii salamu ya namna gani? Akahofu, kwa sababu itakuwaje jambo hili? Halafu malaika anamwambia hivi, Roho Mtakatifu atakushukia na utabeba mimba, utazaa mtoto, ataitwa Yesu. Sasa ona hapo katikati mfululizo wa Mungu unapotengeneza maisha ya watu ya milele. Mariamu anapata neema ya kwenda kwa mtu aliyekuwa anaitwa Elizabeti. Tukumbuke Elizabeti alikwisha pata neema. Halafu alipofika tu salamu ya kwanza tu, salamu ya kwanza, kitoto kikaruka kwenye tumbo la Elizabeti. Elizabeti akaanza akajawa na Roho Mtakatifu. Hao ni watu wawili. Baada ya hapo wakamshangaa sana, maana wamekutana watu wenye ushuhuda na Mungu. Kwa hiyo dunia ilikombolewa kwa imani ya wamama wawili. Akasema, kumbe na wewe. Akasema, umepata neema, umepata neema, umepata neema. Ndio maana tunasisitiza, kabla hujakutana na watu, muombe Mungu akukutanishe na watu. Unaweza kukutana na mtu mmoja ukafanikiwa mara 100 duniani. Haleluya, haleluya. Lakini ukakutana na watu 100 usifanikiwe hata mara moja duniani. Mariamu alikutana na mtu mmoja akafanikiwa mara 100 duniani, na sisi akatufanikisha hadi sasa tunaendelea kuadhimisha baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unangoja nini kwenye maisha yako? Unapotaka kusimama katika Mungu, kufanikiwa, lazima uwe na asili ya Paulo. Jifanyie tathmini, ninakuwa imani, ninakuwa uchumi, na kama sikui uchumi, nafanya maamuzi mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nehemia alifanya tathmini, akafika pale maskani ya Bwana. Alipofika maskani ya Bwana imebomolewa, Nehemia akaanza kulia. Sema, nalia sina raha. Kwa nini Nehemia unalia huna raha? Maskani ya Mungu imebomolewa. Alifanya tathmini. Usipofanya tathmini ya maisha yako, ya watoto wako, ya ndugu zako, ya imani yako, ya Kristo wako ndani yako, Kristo haja anakuja kutoka, utabaki kopo na baadaye unashtuka, nimebaki mwenyewe. Lakini ukiwa mtu apata unasema, kuna kitu nimepungukiwa. Haleluya, haleluya. Kuna kitu nimepungukiwa. Yesu aliye hai anataka uhai wa kwako kwanza. Sikiliza, anataka uhai wa kwako kwanza. Baada ya hapo uhai wa kusudi lake ndani yako. Na jambo la mwisho, uhai wa maisha yako. Sasa watu wengi sasa hivi wanatafuta kitu cha tatu. Wanataka uhai wa maisha yao. Huku chini wameua uhai wao, wameua uhai wa kusudi la Mungu. Ukienda kwa hizo grade tatu, wewe kufanikiwa haitaji maombi, wala kujiza, wala mafuta, wala kutangaza, ni automatic. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu ni maji yaliyo hai. Kwa kushaidia ndani yako yanaingia maji yaliyo hai. Yesu ni mshauri wa ajabu. Akishaidia ndani yako manake moja kwa moja unamshauri wa ajabu. Yesu na msalaba wake sisi kwetu ni kimbilio la nguvu. Ukishapata umepata kimbilio la nini? Na nguvu. Yesu ni msaada wa karibu. Tena msaada uonekanao wakati wa mateso. Kwa hiyo usiogope kuingia kwenye mateso, kwa sababu
kuingia kwenye shida kama Mungu ameniamuru, kwa sababu kuingia kwenye shida ipo siku Nebukadneza atatunga wimbo. Nabii wewe atatunga wimbo ya kwamba Mungu anayetakiwa kuhubiriwa ni Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu anayetakiwa kuhubiriwa ni Mungu wa Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametunga wimbo kwa sababu gani? Ulishatunga nyimbo ya Bwana leo inatenda kazi ndani yako. Haleluya, haleluya. Ukiona mifumo ya maisha inaona, tuma neno kuwa linaharibu mifumo. Yaani mfumo unapokuwa umeanzishwa wa kifalme kwa ajili ya nasa Danieli, huo Mungu akishaingiza mifumo yake pale, moja kwa moja huo mfumo na taratibu zake zinakufa, alafu mfumo wa Mungu unatukuka. Maana kwenye maisha yako ukitaka kutukuka, watoto wako watukuke, uzao wako utukuke, maisha yako yatukuke, elimu yako itukuke, kila kitu chema kitukuke, mwache Yesu atukuke kwenye mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafanya nini? Au unaishi kama walokole wengine duniani? Hata walokole wengine tumekata tamaa. Hatuna muda wa kwenda mbinguni. Tushakata tamaa muda. Tusali tu angalau kidogo. Siku vizuri. Tushakata tamaa. Wewe unatuiga. Fanya tathmini ya maisha yako. Paulo alifanya tathmini. Hii safari sio mchezo. Alikuwa ananusurika kufa, anatukanwa. Tukumbuke wale wasomi wa Rumi wanasema huyu mpuzi, kuambiwa mpuzi sio kitu kidogo. Yaani hivi, unaambiwa mjinga na mtu ambaye anaona kabisa umemzidi kila kitu. Unatukana na mtu ambaye anaona kabisa tayari kutukana umemzidi matusi, yana matusi 10 na matusi 10. Lakini Mungu anakupa neema ya kunyamaza kwa sababu gani? Bwana akiwa ndani yako kuna roho ya utulivu. Haleluya, haleluya. Yesu hatulizi mawimbi ya bahari tu. Hatulizi mawimbi tu ili chombo kisizame. Yesu anatuliza hata mawimbi ya mioyo yetu. Tusizame katika mateso, tusizame katika sifa mbaya, tusizame katika magonjwa, tusizame katika dhiki, tusizame katika kuandika saikolojia. Anatuliza hata mawimbi ya mioyo. Haleluya. Huyo ni Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo na sisi tunatukana, alafu Mungu anatengeneza mfumo mpya wa maisha. Alafu unashangaa unaenda ndani kwako, jikoni kwako, shambani kwako, unamtukuza Mungu, unamtukuza Mungu. Matusi yale kila kukuta, japo unamtukuza Mungu. Ili kuingia madirisha yamefungwa. Tena madirisha kabisa yanayoangaza. Wanatamani kwa kudondoa, lakini haiwezekani kwa sababu dirisha limekufunga vizuri. Wanadondoa tu hiyo. Unaendelea kung'aa katika Bwana. Kwa nini? Mungu anapoona majaribu makubwa yanakuja mbele yako, haondoi majaribu mbele yako. Anainua viwango vinavyozidi yale majaribu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mawimbi yanapokuwa yanakuja, unapita juu ya mawimbi, sio chini ya mawimbi. Yesu alikuwa anafanya tathmini. Yaani anapopiga magoti kuwaomba wanafunzi 12. Na katika ulimwengu wa roho anataka Mungu afanye tathmini ya wale walio. Unapokuwa na milioni ya watu wanakufuata, kumbuka kufanya tathmini. Hivi ni vipi? Ukisikia watu wameuana, ulikuwa huyo mtu alikuwa anaishi na huyo mtu bila kufanya. Sasa Yesu anasema wewe hiyo sasa kumbe wanawake ni kina nani? Ni watu ni nani? Mimi ni mtu na wewe. Fanya tathmini katika ulimwengu wa roho, fanya tathmini katika ulimwengu wa mwili, fanya tathmini kwenye masomo yako, fanya tathmini kwenye biashara zako. Fanya, usiogope. Asikuaminisha mtu kwamba mambo yanaenda, usijali, duka linaendelea vizuri, wala usije kuliangalia. Usikubali, nenda kafanye tathmini. Haleluya. Si Mungu yuko mahali popote. Mungu yuko mahali popote. Paulo anafanya nini? Sasa Mungu atafanya mwenyewe huko. Paulo anaenda Efeso, Galatia, Filia, aenda kwa nini? Tathmini. Haleluya. Na kusoma mstari wa 21. Walipomtaka akae wakati mwingi zaidi, hakukubali. Bali aliagana nao akisema, nitarejea kwenu tena Mungu akinijalia. Haleluya, haleluya.
pia tena kweli Mungu akikujalia. Sasa hapa nimekuja jambo. Sio nienda kanisa moja liko Kisiwani kwa Pastor James. Pastor akasema sasa nyinyi vijana msiondoke kwa wanne. Akawa ananipigia sasa. Jojo. Natamani sana. Lakini mimi bwana Mungu akipenda tutakuja. Ila moyo kwa unaomba. Sasa nimepita kwa miaka miwili. Asiwaje. Mungu akipenda. Mungu afanye jamani. Akipenda. Ukiwa na gari, kuwa na gari sio kusafiri. Haleluya. Ukiwa na gari sio sababu gani? Ukiwa na huduma ya uimbaji, kuhubiri, fariji sio sababu ya kuhubiri wala kuhubiri. Ila ukishakuwa na gari, amini tu lazima upese. Haya ndio. Labda wewe pale nyumbani una TV. Kuna TV sio lazima kuangalia. Sasa hivi mtu akishakuwa na huduma, yaani lazima uhubiri au lazima aimbe. Kuna sababu tunafanya vitu ambavyo sio mapenzi yake. Yesu anasema ni chakula cha mapenzi yake. Chakula cha Yesu ni kufanya mapenzi ya Mungu. Sio kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ametumwa na Mungu au kufanya mapenzi yake. Tuliona siku ile Yohana alipelekwa jangwani kuangaliwa. Akasema Mungu, hapana. Mimi umeniumba niweze kuhubiri wewe. Kwa kuna muda Mungu anaweza kukalisha. Ujifunze. Yesu anasema jifunze bwana. Ujifunze. Tuambie watu kuwa na kitu sio kuwasilisha. Ukikutana mtu mjinga akijua Kiingereza kila mahali anaenda kwa bibi yake anajua hata Kiswahili, yaani anajua tu kilugha. Yeye anaongea Kiingereza. Ana kitu bila akili. Hicho kinachomwogopesha Mungu mzima. Kwa kuwa na kitu sio kufanya kitu. Lakini huwa tunajiuliza ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Ni mapenzi ya Mungu tufanye kitu. Akakataa. Akasema Bwana, jamani, nashukuru kwanza wamekubali, lakini tutaonana Mungu akifanya nini? Mungu akifanya nini? Atujalia, atupenda. Haleluya. Tuangalie ufafanuzi hapa mzuri sana unapoenda kwenye mstari wa 22. Wakati Paulo anaendelea na ziara yake kujishika kwa Efeso, alifika mtu mmoja msomi aliyeitwa Apolo, mzaliwa wa Iskanderia. Apolo alikuwa hodari sana katika maandiko na alikuwa na shauku kubwa ya kuhubiri kile alichokuwa anakijua. Nisikilize kwa makini. Baada ya kusafiri, kuna mtu mmoja msomi alikuja, anaitwa Apolo. Ndio maana kule nyuma wale wasomaji wa Biblia katika Luka, Matendo ya Mitume utakuta mtu anaitwa Apolo. Kwenye zile nyaraka utakutana na Paulo anaandika mstari mmoja fulani anasema kwamba je, ninyi wa Apolo au ni wa Paulo? Sio? Utakutana kule kama nasema Biblia kama neno la Mungu. Sasa Apolo alikuwa msomi, mtu hodari. Tukisema hodari ni msomi kwa kweli. Hatimaye ndugu mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa Mungu. Lakini Apolo alikuwa hodari katika maandiko. Nataka niunganishe nao msana. Hatimaye ndugu zidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Hilo ni neno la Mungu. Lakini Apolo alikuwa hodari katika maandiko. Sikilize kwa makini.
Kuja hiyo na mtu mmoja anahubiri. Mathayo 7:7. Alafu naondoka huko. Hiyo ni udai katika na mifumo. Na tishaka wewe. Lakini sisi tunalitumia neno huku tunamwona Mungu ndani ya neno. Haleluya, haleluya. Hatutumii neno kama fahari. Tunatumia neno kama uweza uletao wokovu lililokuja kwa Injili. Paulo anasema katika Korintho wa kwanza sura ya 2:4-5, anasema kuhubiri kwangu na kunena kwangu hakuwa katika akili zinazoshawishi akili za watu, bali katika roho na nguvu. Haleluya, haleluya. Roho na nguvu, nguvu inaokoa, nguvu inainua, nguvu inaponya, nguvu inatakasa, nguvu inamstahilisha mtu mahali ambapo alikuwa stahili, nguvu inamshikisha, nguvu inaondoa nguvu za giza, nguvu zikikutana na nguvu nyingine, nguvu zingine zinainuka. Sasa Paulo anasema kwamba kuhubiri kwake na kunena kwake hakukuwa katika hali ya kushawishi akili za watu, bali katika roho na nguvu. Maana hiyo ukiona mtu anahubiri au anaimba, anayeimba katika nguvu tofauti na anayeimba katika akili na ushawishi. Apolo yeye alikuwa anasoma kama sisi, kama mimi na wewe leo. Alikuwa na of course nyingi, obvious nyingi, yes nyingi, no nyingi, lakini Bwana alikuwa na moyo. Kuja nisema mimi neno la Mungu sana. Anasema hivi, Apolo alikuwa hodari katika maandiko na alikuwa na shauku kubwa ya kuhubiri kile anachokijua. Alikuwa na shauku kubwa ya kuhubiri kile anachokijua. Jamani, alikuwa na shauku kubwa ya kuhubiri. Maana tukiangalia historia tulikotoka, alikuwa na shauku kubwa ya kufanya kazi ya Mungu, sio mapenzi ya nani. Sikiliza kama Mungu. Nianza kwa mfano wa Yuda. Sema sana. Sasa nirudie kwa kusema hivi. Sasa kuwa na hizi sio kukosa. Anataka ya mmoja ndio mgogoro. Sitataja kabila lake. Yaani akiwa tunasalia. Halo. Hii namsaidia tu. Kidogo tunameshakupigia halo. Na kusalimia tu. Natumia simu kwa sababu ya simu. Mfano gani nimetolea hivi? Kuwa na gari sio kusafiri. Na baada ya kuona akili za watu ni mbaya, walitengeneza gari linalotumia gharama. Sasa unafikiria magari yalikuwa yanatumia mafuta? Hawawezi kupiga simu mafuta, unapokuwa na safari za ajabu. Utamutia